Baada ya mchakato wa muda mrefu kukamilika, kuweza kuanza mchakato wa kuweza kuinasa saini ya kiungo mshambuliaji anayetokea pale katika taifa la Uganda, sasa rasmi limeweza kukamilika baada ya muda mrefu kweli. Klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kuianza huo mchakato wa kuweza kuifuatilia kwa ukaribu zaidi saini ya mchezaji Allan Okello kwenye klabu hiyo ya wana Lunyasi. Wekundu Msimbazi Simba kuelekea katika dirisha dogo la usajili ambalo litakaloenda kufunguliwa Januari ya mwaka 2026. Sasa uongozi wa klabu hiyo ya wana Lunyasi mtaa wa Msimbazi pale wameweza kulithibitisha hilo, kwa maana kwamba mchakato ulikuwa ni wa mapema kweli kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo bwana mdogo kutoka taifa hilo la Uganda. Hapo mwanzo ilikuwa ugumu ukiletwa moja kati ya viongozi wa klabu yake ya Vipers pale nchini Uganda, na viongozi wa Vipers kidogo walikuwa na ugumu kidogo wa kuweza kuruhusu mchezaji huyo ili aweze kwenda kujiunga na miamba hiyo ya Afrika ya Mashariki na Kati mtaa wa Msimbazi. Lakini pia viongozi wa klabu hiyo ya Vipers hapo mwanzo kidogo walikuwa wakileta ugumu, lakini pia baadaye mchezaji mwenyewe alipoweza kuulizwa na mmoja kati ya viongozi wa klabu hiyo ya Vipers, kwa maana kwamba Simba wao walikuwa tayari wameshaweza kutuma ofa ya kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo, lakini klabu ya Vipers mara kwanza waliweka ugumu, lakini baada ya kuulizwa kwa mchezaji mwenyewe mlengo ambaye anayehitajika kwenye klabu hiyo ya Simba, ndipo ambapo alipoweza kuweka wazi, kwa maana kwamba anahitaji kuondoka, na hata wasimamizi wa mchezaji huyo Allan Okello tayari pia walishaanza kufungua mlango wa mazungumzo dhidi ya uongozi wa klabu hiyo ya Simba. Lakini pia Allan Okello aliweza kupata mrejesho kutoka kwenye management yake inayomsimamia, kwa maana kwamba wao wamepokea ofa, na klabu ya Simba ni moja kati ya klabu ambayo imeonyesha nia ya dhati kweli kuhitaji huduma ya mchezaji huyo raia kutoka taifa hilo la Uganda. Moja kati ya vilabu ambavyo alivyokuwa akivitumikia ni klabu ya Vipers pale nchini Uganda. Sasa uongozi wa klabu hiyo ya Uganda pale Vipers kidogo walikuwa na sintofahamu, lakini kwa hivi sasa wameweza kulikamilisha na wameweza kukubali kumwachia mchezaji huyo, kwani hata mchezaji mwenyewe ameeleza kwamba anahitaji kuondoka na anahitaji kwenda kupata changamoto zingine kwenda katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Moja kati ya kituo cha television pale nchini Uganda asubuhi ya hii leo alikuwa ikimhoji Allan Okello, na moja kati ya swali ambalo lilokuwa likiulizwa ama aliyokuwa ameulizwa ni lile swali linalomhusisha Allan Okello kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Jibu la Allan Okello, amesema kwamba kitu kizuri huwa kinamfuata mtu mzuri. Kwa hiyo unajaribu kuona hapo ameweza kumaanisha nini, kwamba kitu kizuri hufuatwa na kitu kizuri, na pia amemaliza kwa kusema kwamba ni kama vile ameongea mafumbo, lakini fumbo lake limekuwa ni jepesi kweli kuweza kufahamika kwa haraka zaidi. Amesema kwamba ni moja kati ya miamba kutoka Afrika Mashariki na Kati, vilabu vilivyokuwa venye historia kubwa sana barani Afrika, na ni moja kati ya vilabu ambavyo vinavyofanya vizuri sana michuano ya CAF. Hao ndio watu ambao pia naenda kufanya nao kazi msimu wa 2026 dirisha dogo la usajili litakapoenda kufunguliwa. Sasa ukijaribu kufuatilia kwa karibu zaidi ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati, ukijaribu kutazama kuna Uganda pamoja na Kenya, bila kusahau Tanzania, na moja kati ya mataifa hayo matatu, moja kati ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri sana katika ukanda ama katika michuano ya Afrika
unaiona pale Simba Sports Club, na ndio jibu ambalo aliyoweza kulijibu Alan Okello. Amesema kwamba ni moja kati ya vilabu vinavyofanya vizuri katika michuano ya CAF barani Afrika, katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, na hao ndio ambao ninaokwenda kutarajia kufanya nao kazi. Sasa ukijaribu kutazama huo msemo, lakini pia ukijaribu kutazama moja kati ya vilabu hivyo, vipi ambavyo vilabu gani vilivyokuwa vimeonyesha nia ya dhati kumhitaji mchezaji huyo, na unaenda kugundua pale kwamba Simba ndio wao ambao wameweka nia ya dhati kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka kwa mchezaji mwenyewe, kulingana na kile ambacho alichokuwa kiulizwa na kulingana na yale majibu ambayo alikuwa yakiajibu, kwa hiyo unaona na unagundua kabisa kwamba Alan Okello ameweza kuweka wazi kwa maana kwamba anaenda kukutana ama anaenda kuungana na miamba ya mtaa wa Msimbazi. Lakini pia wasimamizi wake ama management yake inayomsimamia mchezaji huyo Alan Okello nao pia wameweza kulithibitisha hilo, na wameeleza kwamba tumezungumza na pande zote mbili, kwa maana kwamba Simba pamoja na uongozi wa klabu ya Vipers, na management ya Alan Okello imekuwa ni kama vile imetoa mrejesho, kwa maana kwamba ni wakati sahihi. Mwanzo walisema kwamba Vipers hawataki mazungumzo na klabu ya Simba ili waweze kukaa chini na kujadili, na ili waweze kuchukua maamuzi ama kuchukua hatamu kuelekea kuikamilisha saini ya mchezaji huyo. Lakini baadaye sasa management yake ya msimamia ama management inayomsimamia Alan Okello nao pia wameliweka wazi hilo, kwa maana kwamba mwanzo uongozi wa Vipers walikuwa wakika ugumu, lakini kwa hivi sasa wameweka urahisi, kwa maana kwamba wamekubali kuweka mazungumzo pande zote mbili kuweza kufikia makubaliano. Lakini pia kwa mujibu wa msimamizi ama management ya Alan Okello ameeleza kwamba makubaliano ya pande zote mbili, club pamoja na mchezaji muhusika ambaye ni Alan Okello kwa upande wa Simba, wao tayari wameshaweza kukutana na wameshaweza kuzungumza kwa kina zaidi kiasi gani ambacho cha fedha anachokihitaji, bonus ama mshahara wake ama sign fee. Kwa hiyo vyote hivyo wameweza kukubaliana kile ambacho alichokuwa akihitaji mchezaji huyo Alan Okello. Lakini pia kitu ambacho kilichokuwa kikisubiriwa ni uongozi wa Vipers na uongozi wa Simba waweze kukaa chini ili mambo yaende kuwa vizuri kweli. Lakini pia kwa mujibu wa wasimamizi wa Alan Okello, kwa siku ya hii leo ikiwa ni Disemba 22 ya mwaka 2025, wameweza kulithibitisha hilo. Uongozi wa Vipers na uongozi wa Simba tayari wamefikia maamuzi na kukubaliana kiasi gani cha fedha ambacho wao wanachokihitaji ili waweze kumruhusu mchezaji wao huyo Alan Okello kuelekea pale katika mitaa ya Msimbazi. Huu ni moja kati ya usajili ambao Simba walikuwa wakiutamani muda mrefu kweli. Kipindi yuko kocha Fadlu Davis kutoka pale taifa la Afrika Kusini, alikuwa tayari ameshaanza mchakato wa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo, lakini mambo yalikuwa sio mazuri, na mwisho wa siku Fadlu Davis aliweza kuondoka hapo na kwenda kule nchini Morocco katika michuano ama katika ligi katika klabu ya Raja Casablanca, kwa maana kwamba Raja Athletics Club ndio ambao walikuwa wameweza kumchukua kocha huyo. Lakini kocha Fadlu alikuwa tayari ameshaweza kufanya mchakato na kutuma mawakala wake ama wale ambao wanaoweza kuwafuatilia wachezaji anaowahitaji yeye, na kuna baadhi ya majibu walikuwa wamemfikishia kusema kwamba tayari yeye mwenyewe amekubali. Na uzuri wa hili jambo, Alan Okello kipindi tu mwanzo walipokuwa wakizungumza na uongozi wa Simba, mawakala ama wale wanaofuatilia wachezaji kwa upande wa kocha Fadlu walishaweza kukusanya ripoti na kumfikishia Fadlu kwamba mchezaji mwenyewe amekubali. Lakini kipindi kile mawakala wa Fadlu, wale ambao wanawatumia kwenye wakala wake kuwafuatilia wachezaji, walikuwa bado hawajaweza kufuata mchakato wa kuweza kuzungumza na klabu yake ya Vipers. Lakini safari hii Simba wamefuata vile ambavyo inavyotakiwa. Kwanza unatakiwa uweze kufanya mazungumzo na klabu yenyewe, na baada ya hapo sasa club ndio watakupa go ahead kukuruhusu wewe uende kuzungumza na mchezaji mwenyewe. Lakini mwanzo Simba hawakuweza kutumia huo utaratibu, waliweza kuzungumza na mchezaji kwanza, alafu baadaye
walitaka waende kuzungumza na uongozi wa Vipers. Na ndio maana dili hili kabla ya msimu huu kuanza 25-26, dili hili liliweza kukufa kwa sababu ya hivyo. Kwa hiyo uongozi wa Vipers waliona kama vile umefanyiwa dharau, kwa maana kwamba hawakufuata vile utaratibu na Mashariki na Kati. Ukijaribu kutazama kuna Uganda pamoja na Kenya, bila kusahau Tanzania. Na mmoja kati ya mataifa hayo matatu, mmoja kati ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri sana katika ukanda ama katika michuano ya Afrika, unaiona pale Simba Sports Club. Na ndio jibu ambalo aliyoweza kulijibu Allan Okello. Amesema kwamba ni moja kati ya vilabu vinavyofanya vizuri katika michuano ya CAF barani Afrika, katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, na hao ndio ambao ninaokwenda kutarajia kufanya nao kazi. Sasa ukijaribu kutazama huo msemo, lakini pia ukijaribu kutazama moja kati ya vilabu hivyo, vipi ambavyo vilabu gani vilivyokuwa vimeonyesha nia ya dhati kumhitaji mchezaji huyo, na unaenda kugundua pale kwamba Simba ndio wao ambao wameweka nia ya dhati kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka kwa mchezaji mwenyewe, kulingana na kile ambacho alichokuwa kiulizwa na kulingana na yale majibu ambayo alikuwa yakiajibu, kwa hiyo unaona na unagundua kabisa kwamba Allan Okello ameweza kuweka wazi kwa maana kwamba anaenda kukutana ama anaenda kuungana na miamba ya mtaa wa Msimbazi. Lakini pia wasimamizi wake ama management yake inayomsimamia mchezaji huyo Allan Okello nao pia wameweza kulithibitisha hilo, na wameeleza kwamba tumezungumza na pande zote mbili, kwa maana kwamba Simba pamoja na uongozi wa klabu ya Vipers. Na management ya Allan Okello imekuwa ni kama vile imetoa mrejesho, kwa maana kwamba ni wakati sahihi. Mwanzo walisema kwamba Vipers hawataki mazungumzo na klabu ya Simba ili waweze kukaa chini na kujadili, na ili waweze kuchukua maamuzi ama kuchukua hatamu kuelekea kuikamilisha saini ya mchezaji huyo. Lakini baadaye sasa management yake ya msimamia ama management na msimamia Allan Okello nao pia wameliweka wazi hilo, kwa maana kwamba mwanzo uongozi wa Vipers walikuwa wakika ugumu, lakini kwa hivi sasa wameweka urahisi, kwa maana kwamba wamekubali kuweka mazungumzo pande zote mbili kuweza kufikia makubaliano. Lakini pia kwa mujibu wa msimamizi ama management ya Allan Okello ameeleza kwamba makubaliano ya pande zote mbili, club pamoja na mchezaji muhusika ambaye ni Allan Okello kwa upande wa Simba, wao tayari wameshaweza kukutana na wameshaweza kuzungumza kwa kina zaidi kiasi gani ambacho cha fedha anachokihitaji, bonus ama mshahara wake ama sign fee. Kwa hiyo vyote hivyo wameweza kukubaliana kile ambacho alichokuwa akihitaji mchezaji huyo Allan Okello. Lakini pia kitu ambacho kilichokuwa kikisubiriwa ni uongozi wa Vipers na uongozi wa Simba waweze kukaa chini ili mambo yaende kuwa vizuri kweli. Lakini pia kwa mujibu wa wasimamizi wa Allan Okello, kwa siku ya hii leo ikiwa ni Disemba 22 ya mwaka 2025, wameweza kulithibitisha hilo. Uongozi wa Vipers na uongozi wa Simba tayari wamefikia maamuzi na kukubaliana kiasi gani cha fedha ambacho wao wanachokihitaji ili waweze kumruhusu mchezaji wao huyo Allan Okello kuelekea pale katika mitaa ya Msimbazi. Huu ni moja kati ya usajili ambao Simba walikuwa wakiutamani muda mrefu kweli. Kipindi yuko kocha Fadlu Davis kutoka pale taifa la Afrika Kusini, alikuwa tayari ameshaanza mchakato wa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo, lakini mambo yalikuwa sio mazuri, na mwisho wa siku Fadlu Davis aliweza kuondoka hapo na kwenda kule nchini Morocco katika michuano ama katika ligi katika klabu ya Raja Casablanca, kwa maana kwamba Raja Athletics Club ndio ambao walikuwa wameweza kumchukua kocha huyo. Lakini kocha Fadlu alikuwa tayari ameshaweza kufanya mchakato na kutuma mawakala wake ama wale ambao wanaoweza kuwafuatilia wachezaji anaowahitaji yeye, na kuna baadhi ya majibu walikuwa wamemfikishia kusema kwamba tayari yeye mwenyewe amekubali. Na uzuri wa hili jambo, Allan Okello
kipindi tu mwanzo walipokuwa wakizungumza na uongozi wa Simba, mawakala ama wale wanaofuatilia wachezaji kwa upande wa kocha Fadlu walishaweza kukusanya ripoti na kumfikishia Fadlu kwamba mchezaji mwenyewe amekubali. Lakini kipindi kile mawakala wa Fadlu, wale ambao wanawatumia kwenye wakala wake kuwafuatilia wachezaji, walikuwa bado hawajaweza kufuata mchakato wa kuweza kuzungumza na klabu yake ya Vipers. Lakini safari hii Simba wamefuata vile ambavyo inavyotakiwa. Kwanza unatakiwa uweze kufanya mazungumzo na klabu yenyewe, na baada ya hapo sasa klabu ndio watakupa go ahead kukuruhusu wewe uende kuzungumza na mchezaji mwenyewe. Lakini mwanzo Simba hawakuweza kutumia huo utaratibu. Waliweza kuzungumza na mchezaji kwanza, alafu baadaye walitaka waende kuzungumza na uongozi wa Vipers. Na ndio maana dili hili kabla ya msimu huu kuanza 25-26, dili hili liliweza kukufa kwa sababu ya hivyo. Kwa hiyo uongozi wa Vipers waliona kama vile umefanyiwa dharau, kwa maana kwamba hawakufuata vile utaratibu na sheria ilivyokuwa ikielekeza. Kwanza anza na klabu yenyewe, uongozi wake, then ndio unaenda kuzungumza na mchezaji mwenyewe. Ndio kilichoweza kufanyika kipindi hiki kuelekea kwa ufunguzi wa dirisha dogo la usajili. Wengi wanajiuliza kwamba kwani dirisha dogo la usajili tayari limeshaweza kufunguliwa? Hapana, dirisha dogo la usajili litaenda kufunguliwa Januari. Lakini kwa hivi sasa unaruhusiwa kuweza kufanya mchakato wa kuzungumza hapa na pale, kuzungumza kumshawishi mchezaji, kuweza kumpa motivation huyo mchezaji. Hapo utakapoenda kufunguliwa dirisha la usajili, wewe kazi yako ni kwenda kuwatangaza wale wachezaji uliokuwa tayari umeshaweza kuwafanyia mchakato. Ndio hichi ambacho Simba wanachoweza kukifanya. Kwa hiyo all in all, Simba wameweza kukamilisha sajili iliyokuwa bora zaidi, sajili ambayo ilikuwa muda mrefu ikisubiriwa kwa hamu kwenye viunge hivyo vya mtaa vya Msimbazi. Alan Okello anaenda kuungana na kocha Steve Barker pamoja na Hadim Diao katika usajili dogo, usajili wa dirisha dogo la usajili litakapoenda kufunguliwa. Mchakato wote huo tayari Simba wameshaweza kukamilisha, na wao wanasema kwamba wako tayari sasa kwenda kuianza ligi, na wamesema kwamba wanaitamani sana michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika pale ambapo walipokuwa wameteleza, na wanahitaji sasa kwenda kurudisha ile heshima na ule ubora waliokuwa nao. Huko kocha Steve Barker jioni ya hii leo atawasili nchini Tanzania kutoka pale Afrika Kusini, kwani kile ambacho kilichokuwa kikienda kumkwamisha kwenye klabu yake ya Stellenbosch alikuwa akimalizia kwa baadhi tu ya utaratibu uliokuwa umewekwa hapo. Kwa hiyo leo jioni majira saa 10 kocha huyo raia kutoka pale Afrika Kusini atawasili katika taifa hili la Tanzania kuja kujiunga na miamba hiyo ya wana Msimbazi. Kwa hiyo game on, endelea kutulia hapo majira saa 10, sisi tutakuja kukupa tukio hilo zima kutoka pale uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam pindi tu atakapoweza kuwasili kocha huyo Steve Barker kutoka pale Afrika ya Kusini.